Ya kuzingatia kwenye mkutano huu ni mambo matatu. La kwanza ni issue ile agenda ya clean cooking ambayo kama ambavyo mnaofahamu champion wa jambo hili ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini jambo la pili ni issue ya ile connection ya 300 million people ya kuunganisha kwenye grade watu milioni 300 hata ikifika kipindi cha mwaka 2030 kati ya watu milioni 600 ambao hawajaingia kwenye grid. Kwa hiyo tunategemea hata ikifika mwaka 2030 tuwe tumeunganisha kwenye grid watu milioni 300 wa Afrika kuingia kwenye grid, kwa maana hao watoto kupata umeme. Lakini la tatu, kuweka msimamo kwenye mkutano wa COP30 ambao nategemewa mkutano huu kufanyika mwezi Novemba nchini Brazil. Hayo yalikuwa ndo mambo makubwa matatu kwa mkutano huu wa leo. Lakini nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kuwashukuru sana nchi mbalimbali ambazo zimekuja kusupport. Lakini kuna finance hapa wa nchi mbalimbali, lakini kuna nchi wawakilishi wa nchi zaidi ya 60 ambao wamekuja hapa kutuunga mkono, na kwa hakika mwelekeo wa Afrika unakwenda kuwa vizuri. Mashirikiano haya ambayo yanaonekana ni ishara ya maelekezo mazuri ya viongozi wetu ambao wanakwenda kusimamia katika mataifa yao, lakini kuleta umoja wa Afrika na wa Afrika. Ili tufanikiwe lazima tuwe wamoja, tuweze kuyatekeleza haya ambayo tumekusudia kuyazungumza hapa. Nakushukuruni sana, asante sana. Moja ya kubwa na kwa serikali zote mbili nchini matumizi ya nishati safi kwa wananchi wote. Labda hilo unalizungumza vipi katika kuhakikisha Tanzania inapiga hatua katika swala, hasa utajua kama unavyosema champion mwenyewe Mama Samia Suluhu Hassan? Kama unavyofahamu swala la clean cooking, champion wa jambo hili ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Mkutano huu ulipelekwa Ethiopia kwa kuthibitishwa tu, lakini champion wa jambo hili ni Daktari Samia Suluhu Hassan, na sisi Tanzania jambo hili tunalichukulia kwa ukubwa sana na hamasa ni kubwa, na sasa Watanzania wengi wanahamasika kwenye suala hili la clean cooking. Nasi matarajio yetu hata ikifika mwaka 2030 basi Watanzania wote wawe kwa asilimia kubwa sana wameshaingia katika utaratibu huu wa clean cooking, na tunaamini na Waafrika wengi watakuwa wametuelewa. Na ndio maana hii moja kati ya malengo ya mkutano huu at least kuona kwamba kila nchi wa Afrika tunashirikiana na kuona kwamba swala la clean cooking linasimamiwa ipasavyo. Kwa Tanzania tunaendelea vizuri na tunategemea hata ikifika mwaka 2030 tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana.